Karibu wasikilizaji wetu wapendwa katika kipindi chetu cha habari cha siku ya leo, tukiwa tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tunayo furaha sana kuweza kukusogezea taarifa hizi za habari kutoka kwenye chanzo kikamilifu na chenye kuaminika cha Kivu News Info. Katika taarifa zetu za leo, tutakuwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ndani ya mashariki mwake ambako mapigano yanaendelea kuripotiwa siku baada ya siku, magonjwa na hali nyinginezo ambazo zinaendelea kusumbua wananchi. Basi baki nasi ili kupata habari hizo kwa mfululizo. Leo tutaweza kuzungumzia, tutakuwa ndani ya tutakuwa katika maeneo ya Bukavu na maeneo ya Goma ambako Bwana Corneille Nangaa ameweza kuzungumzia kauli kuu kuhusu mapigano ya kimkakati ya AFC M23, na pia tutaweza kuzungumzia hali ngumu ya wakimbizi waliorejea katika eneo la Mbinga Nord. Pia tutaweza kuzungumzia watu 5 waliotekwa nyara ndani ya hifadhi ya taifa ya Virunga, pamoja na moto mkubwa uliosababisha vifo vya watu 2 na kuhatarisha zaidi ya familia 100 huko Chipunji, Kabare. Basi hizo ni taarifa ambazo tulikuandalia kwa siku ya leo, na uendelee kuwa nasi ili kuweza kuzipata kwa undani na kwa mafafanuzi zaidi. Na tunakuomba pia, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kututembelea, usiweze kuondoka bila kusubscribe, kushare na kucomment ili tujue unatufuata ukiwa sehemu gani, iwe ni ndani au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Acha basi tuanze moja kwa moja na taarifa yetu ya kwanza. Acha basi tuanze na habari zetu za kwanza tukiwa huko ndani ya Kivu Kaskazini, ambako Corneille Nangaa ameweza kueleza kuhusu mkakati wa mapigano wa AFC M23 katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mratibu wa muungano wa kisiasa wa kijeshi wa Alliance Fleuve Congo AFC, unaojumuisha pia kundi la M23 RC, Corneille Nangaa anaendelea kueleza mtazamo wake kuhusu mwelekeo wa kimkakati wa muungano huo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika kauli yake ya hivi karibuni, Nangaa amesema kuwa usalama na utulivu wa eneo la Minembwe katika mkoa wa Kivu Kusini haupaswi kuaguliwa pekee kutoka mji wa Goma na Bukavu. Kwa mujibu wa Nangaa, utulivu wa Minembwe unapaswa pia kuhakikishwa kupitia maeneo ya Fizi, Baraka, Uvira na Kalemi, lakini zaidi kupitia Kolwezi na Lubumbashi. Kauli hiyo inaonyesha mtazamo mpana wa AFC kuhusu maeneo ambayo kundi hilo linaona kuwa muhimu kwa masuala ya usalama na ushawishi wake, kuanzia mashariki hadi kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nangaa ametoa kauli hii wakati ambapo hali ya usalama bado tete katika sehemu mbalimbali za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku makundi mbalimbali yenye silaha ikiendelea kushiriki katika mapigano na shughuli za kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, AFC imekuwa ikifanya kazi kwa ushirikiano wa makundi mengine yenye silaha ikiwemo Twirwaneho pamoja na Red Tabara. Ushirikiano huo umeendelea kuongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kupanuka kwa mapigano katika maeneo mengine ya Kivu Kusini na maeneo mengine jirani. Wakati huu, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kuchukua hatua zinazolenga kupunguza mvutano na kufungua njia za mazungumzo na vikundi hivyo vyenye kumiliki silaha. Miongoni mwa hatua hizo ni kuachiliwa kwa kundi la kwanza la wafungwa ambao kuachiliwa kwao kulikuwa kumetakiwa na upande wa waasi, pamoja na kuteuliwa kwa wawakilishi wa serikali katika mfumo wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa usitishaji wa mapigano.
Hatua hizo zinafanyika katika mazingira ya mazungumzo inayoendelea mjini Doha, Qatar, ambayo yanalenga kutafuta njia ya kisiasa ya kumaliza mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, pamoja na hatua hizo za kidemokrasia na za kidiplomasia, hali ya usalama bado haijaonyesha mabadiliko makubwa yanayotarajiwa na wananchi wa sehemu hizo. Katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakaaji bado wanaendelea kukabiliwa na hofu ya mapigano, kuhama makazi na kuvurugika kwa shughuli za kawaida za maisha yao kila siku. Kauli ya Corneille Nangaa kuhusu Minembwe, Fizi, Baraka, Uvira, Kalemi, Kolwezi na Lubumbashi kwa hiyo imezua maswali kuhusu malengo ya muda mrefu wa AFC na namna muungano huo unavyotazama maeneo ya kimkakati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande mwingine, serikali inaendelea kusisitiza umuhimu wa mchakato wa kisiasa na utekelezaji wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano ili kufikia amani ya kudumu. Kwa sasa macho yanaendelea kuelekezwa katika mazungumzo ya Doha na utekelezaji wa hatua zitakazokubaliwa huku wananchi wakisubiri kuona kama mchakato huo utaweza kuleta utulivu wa kweli katika maeneo yaliyoathirika na vita. Hayo ndiyo yaliyojiri kuhusu kauli ya Corneille Nangaa na mwelekeo wa M23 na AFC katika mashariki kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuelekee basi katika maeneo ya Kalehe ambako shirika la NSC yameonya kuhusu hali ngumu ya wakimbizi ambao walitoka na kurejea katika eneo za Mbinga Nord. Hali ya kibinadamu ya watu waliokimbia makazi yao pamoja na wale waliorejea katika maeneo yao inaendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Mbinga Nord wilayani Kalehe mkoani Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la kirahia la Nouvelle Société Civile Congolaise NSC tawi la Mbinga Nord limeonya kuhusu hali ngumu inayowakabili maelfu ya watu walioathiriwa na vita katika maeneo ya afya ya Nyabibwe, Mweha na Karango. Kwa mujibu wa NSC, watu hao wanaishi katika mazingira magumu huku wakikabiliwa na ukosefu wa chakula, makazi, huduma muhimu za afya pia. Familia nyingi zinajaribu kujisaidia kwa kutumia rasilimali mbalimbali walizonazo, lakini uwezo wao hautoshi kukidhi mahitaji ya kila siku. Benjamin Mungazi ambaye ni mwenyekiti wa NSC huko Mbinga Nord amesema baadhi ya familia zinapata ugumu mkubwa kupata mahitaji ya msingi ya maisha. Kwa mujibu wake, hali hiyo inaweza kuwa mbaya zaidi ikiwa hatua za haraka hazitaweza kuchukuliwa, hasa kutokana na hatari ya utapiamlo pamoja na magonjwa yanayoweza kusababishwa na mazingira duni ya maisha. Shirika la NSC kwa hiyo linasisitiza na zinataka mamlaka za serikali pamoja na mashirika ya kibinadamu kuongeza msaada kwa watu walioathiriwa na vita katika maeneo hayo. Miongoni mwa mahitaji yanayotajwa ni chakula, makazi ya dharura, huduma za matibabu pamoja na hifadhi muhimu ya matumizi ya nyumbani. Hilo pia limeomba kuanzishwa kwa shughuli za kuzalisha kipato kwa familia za wakimbizi na wale waliorejea katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa shirika la NSC, shughuli hizo zinaweza kusaidia familia hizo kujitegemea na kupunguza utegemezi wa misaada ya kibinadamu. Wito huo unatolewa wakati ambazo vita na ukosefu wa usalama katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini vimeendelea kuhatarisha maisha ya watu na kulazimisha baadhi yao kuweza kukimbia na kuacha nyumba zao. NSC inaomba huduma za serikali, mashirika ya binadamu, mashirika yasiyo ya serikali ya ndani, ya kimataifa pamoja
na watu wenye nia njema kuongeza juhudi za kusaidia jamii zilizoathirika. Shirika hilo linasema kwamba msaada wa haraka unahitajika katika maeneo ya afya ya Nyabimbwe, Mweha, Karango ili kuzuia hali ya kibinadamu kuwa mbaya zaidi. Kwa sasa wananchi walioathiriwa wanategemea hatua za haraka kutoka kwa mamlaka na wadau wa kibinadamu ili kupata chakula, makazi, huduma za afya na mahitaji mengine muhimu ili kuendelesha maisha ya wakimbiaji hao na wale ambao waliweza kurejea katika makazi yao huko Mbinganoro. Hii ni hali inayoidhinisha kwamba pamoja na juhudi za kutafuta suluhu ya kiusalama, msaada wa kibinadamu bado unahitajika kwa dharura katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizo ni taarifa ambazo tulikuwa tunakuandalia kutoka huko Kalehe, ambako watu wengi sana wako katika uhitaji wa kuweza kupata chakula, mavazi, nyumba za kuishi kutokana na kuweza kukimbia vita mbalimbali ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuelekee katika maeneo ya hifadhi ya taifa ya Virunga ambako ni ndani ya Kivu Kaskazini, ambako abiria 5 wakiwemo watoto 2 waliweza kutekwa nyara katika hifadhi hiyo. Abiria 5 wakiwemo watoto 2 wametekwa nyara katika shambulio la kuvizia lililotokea ndani ya hifadhi ya taifa ya Virunga mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hilo limetokea Jumatatu tarehe 10 Agosti mwaka 2026 wakati gari la kampuni ya usafiri ya Evil Transit ilipokuwa ikisafiri kutoka Goma kuelekea Beni. Kwa mujibu wa taarifa kuhusu tukio hilo, gari hilo lilivamiwa majira ya saa 5 asubuhi katika eneo la Mayamoto, umbali wa kilomita chache katika Rwindi kutoka eneo la Rwindi. Gari hilo lilishambuliwa na watu wenye silaha ambao hadi sasa hawajaweza kutambuliwa. Baada ya kusimamisha gari, washambuliaji hao walidai kuwanyang'anya abiria mali zao pamoja na kupora vitu vilivyokuwa ndani ya gari. Baadaye watu hao wenye silaha waliwachukua mateka watu 5 na kwenda nao ndani ya misitu. Miongoni mwa waliotekwa ni wanawake 2, watu wazima, msichana mwenye umri wa miaka 10, mvulana wa miaka 11 pamoja na dereva wa gari hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kuhusu tukio hilo, watekaji wa nyara wanadaiwa kudai kiasi cha dola za Marekani 15,000 sawa na takriban dola 15,000 ili kuachilia mateka hao. Hata hivyo, hadi wakati taarifa hizi zilikuwa zikiandaliwa, watu hawa walikuwa bado hawajaachiliwa kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa. Familia za watu waliotekwa zinaomba huduma za usalama na mamlaka zinazohusika kuchukua hatua za haraka kuhakikisha wapendwa wao wanaachiliwa salama. Familia hizo pia zimeeleza wasiwasi kuhusu hali wanayoweza kuwa nayo watu hao ambao walitekwa, hasa kutokana na kuwepo kwa watoto 2 miongoni mwa waliotekwa. Eneo la Mayamoto ambako tukio hilo limetokea liko ndani ya hifadhi ya taifa ya Virunga na limekuwa likikabiliwa na changamoto za usalama. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, eneo hilo kwa sasa limethibitiwa na muungano wa M23 pamoja na AFC. Matukio ya utekaji nyara yameripotiwa kwa kujirudia katika eneo hilo, jambo ambalo linaongeza hofu kwa wasafiri wanaotumia barabara inayounganisha Goma na Beni. Kwa sasa familia za mateka zinaendelea kusubiri hatua kutoka kwa mamlaka zinazohusika ili kupata habari kuhusu wapendwa wao na kuhakikisha wanapata uhuru wa kutosha. Tukio hilo linaongeza tena wasiwasi kuhusu usalama wa usafiri katika maeneo ya migogoro ya Kivu Kaskazini, hasa katika maeneo ya karibu na hifadhi la taifa la Virunga. Mamlaka na wahudumu za usalama zinatakiwa kuchukua tukio ili
kuweka juhudi za kuhakikisha mateka hao 5 wakiwemo watoto 2 waachiliwe wakiwa salama salimini. Hizo ni habari kutoka katika hifadhi la Virunga ndani ya Kivu Kusini, na ikumbuke kuwa eneo hilo liko ndani ya mikono ya M23, na hivyo watu wanazidi kusumbuliwa katika eneo hilo wakiweza kuporwa pia kuibiwa mali zao. Tuelekee ndani ya Kabare ambako watu 2 wameweza kufariki dunia na zaidi ya familia 100 zaweza kubaki bila makao baada ya moto mkubwa kuweza kuvamia eneo lao. Watu 2 wameweza kufariki dunia na zaidi ya familia 100 zimeweza kuathirika baada ya moto mkubwa kuzuka katika eneo la Chipwanji wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Jumamosi wakati moto ulipoanza majira ya saa 7 usiku, huku wakaaji wengi wakiwa wamelala. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kuhusu tukio hilo, moto huo ulisababisha vifo vya watu 2 pamoja na uharibifu wa nyumba kadhaa. Mali mbalimbali zenye thamani pia ziliteketea katika moto huo na kuwaacha wakaaji wengi katika hali ngumu. Katika shughuli za kuzuia moto huo kuendelea kusambaa, baadhi ya nyumba zililazimika kubomolewa na wakaaji ili kuzuia moto kufika katika sehemu zingine. Hata hivyo, licha ya juhudi hizo, zaidi ya familia 100 zimeathirika na janga hilo, huku baadhi ya wakibaki bila mahali pa kuishi, bila nyumba yoyote. Familia zilizoathirika sasa zinahitaji msaada wa haraka, ikiwemo chakula, mavazi, mablanketi, dawa pamoja na sehemu salama za kupata hifadhi. Hali hiyo imezidisha changamoto kwa wakaaji ambao wamepoteza nyumba na mali zao katika tukio la moto. Shirika la kirahia la Force Vive de Mudusa limezitaka mamlaka kuchukua hatua za haraka kusaidia waathirika wa janga hilo. Shirika hilo pia limeomba mashirika ya kibinadamu pamoja na watu wenye silaha na watu wenye nia njema kuingilia kati na kutoa msaada kwa familia zilizoathirika. Wakati huo huo, shirika hilo limehimiza kuwepo kwa uratibu mzuri wa misaada ili kuhakikisha mahitaji muhimu yanafika kwa watu walioathirika kwa wakati huo. Kwa sasa waathirika wa moto huo wanakabiliwa na changamoto kubwa ya makazi na mahitaji ya msingi ya maisha. Mamlaka pamoja na wadau wa kibinadamu wanatarajia kuongeza juhudi za kusaidia familia hizo na kutathmini madhara hayo kwa kina yaliyosababishwa na moto huo. Tukio hilo linaacha zaidi ya familia 100 katika hali ya dharura, huku jamii ikiendelea kuomba msaada wa haraka kutoka sehemu mbalimbali na kutoka kwa shirika pamoja na serikali ili kuweza kukidhi mahitaji ya familia ambazo ziliweza kuachwa na wapendwa wao na ambazo ziliweza kuacha vitu vyao. Hizo ni taarifa za habari kutoka Kabare. Hizo ndizo taarifa kuu tulizokuletea katika kipindi hiki cha habari kutoka katika masuala ya kisiasa na kiusalama inayohusu AFC hadi hali ngumu ya kibinadamu inayokabiliwa na wananchi wa Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Changamoto bado ni kubwa katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunatumaini kwamba mamlaka pamoja na shirika ya kibinadamu wataendelea kuchukua hatua za haraka kusaidia waathirika na kuhakikisha usalama wa wananchi unaweza kuimarika. Asante kwa kuwa nasi na kufuatilia habari zetu hizi. Endelea kutuunga mkono kwa kusikiliza na kushirikisha wengine katika taarifa zetu za habari, na kama unatufuatilia kupitia YouTube usisahau kusubscribe, kulike
na kushare ili watu wengine waweze kupata habari zetu. Tutaonana katika kipindi kingine cha habari. Kwa heri, na tuendelee kuiombea amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Asante.